Kwa majina yangu naitwa Pastor Goodluck, mchungaji chini ya madhabahu ya Horeb. Mungu amenifungulia mlango mkubwa sana wa huduma, kanipa neema na nafasi ya kutumika katika mkoa huu wa Morogoro. Tuko Morogoro, tunaendelea kwa neema ya Mungu. Mji kasoro bahari kama wanavyosema watu, sio mazingira mepesi kama watu wanavyofikiri. Ukiwa nje na Morogoro unaweza ukaiona Morogoro katika sifa ya uzuri sana, lakini ukiwa ndani sio mahali pepesi. Wanahitaji nguvu ya ndani, wanahitaji nguvu ya nje. Kwa hiyo tupo tunaendelea kwa neema ya Mungu. Nataka nikupe vitu vichache. Kwa nini Horeb? Kwa nini Horeb? Horeb ni mlima. Ukisoma katika maandiko matakatifu katika Biblia, Horeb ni mlima, lakini pana kitu katika huo mlima. Ndipo mahali Mungu aliongea na Israeli walipokwama wakiwa wajui wapi waelekee. Kwenye Kumbukumbu la Torati mlango wa 1 mstari wa 6, Biblia inasema Bwana Mungu wetu alituambia huko Horeb ya kwamba mlivyokaa katika mlima huu vyatosha, bali geukeni mwelekeo upande mwingine. So Horeb ni mahali pa maelekezo. Kwa Mungu amenipa neema ya kupata ufunuo huu katika kuachilia neno la ufunuo na neno la maarifa, kama unavyosoma hapo chini ya kwamba hii madhabahu tunamuomba Mungu sana. Tunatembea katika revelation isiyokuwa ya kawaida na katika maarifa, kwa sababu tunaamini ili ndege ya pale lazima iwe na mabawa mawili: maombi, ufahamu. Maombi na ufahamu. Maombi na ufahamu. Kwa hiyo Mungu amenipa nafasi hiyo ya kuachilia ufunuo pamoja na neno la maarifa ambalo lina msingi wa kusaidia watu waliokusudiwa. Wako watu waliokusudiwa chini ya huduma hii. Lakini kwa nini Horeb? Horeb ndipo mahali Mungu alifanya agano na Israeli. Lakini ndipo mahali ambapo kwa mara ya kwanza Mungu anamtokea Musa kwenye kile kijiti kilichowaka moto lakini hakiteketei. Mimi naamini wewe ni msomaji wa Biblia. Hayo maelekezo, hicho kifungu umeshasoma sana hapo, unafahamu vizuri hiyo historia. Ni mahali ambapo Musa alikuwa kwenye mlima Horeb wakati Mungu anasema naye, au Mungu anajifunua kwenye maisha ya Musa kwa mara ya kwanza kama mtumishi. Ndipo Mungu anamwambia Musa ya kwamba mimi ni Mungu, ni niko ambaye niko. Musa alikuwa Horeb. Lakini ukisoma Kumbukumbu la Torati na baadhi ya vifungu vingine, anasema kwamba hapo Horeb ndipo mahali Mungu alifanya agano na watu wake. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya Horeb ni mahali penye agano la Mungu na watu wake. Kwa Mungu ametupa neema kwa ajili ya kuhakikisha ya kwamba kila madhabahu ambazo zimebeba agano zinazoshikilia maisha ya watu, lakini kila madhabahu zenye agano kuachilia ile feeding ya chakula, maarifa ya kipepo kwa ajili ya kushindana nazo. Kwa hiyo Mungu amenipa neema hiyo. Inahitaji maombi. Ukipata nafasi ya kunikumbuka kuniombea, niombee sana, kwa sababu nina mzigo ndani yangu, na mzigo ndani yangu kwa ajili ya watu, kwa ajili ya vijana. Mungu kuna kitu amenipa. Wakati mwingine napata shida sana ninapomlingana Mungu na kumtafakari kwa habari ya nyakati hizi tunazoishi, kwa sababu tunaishi katika nyakati ngumu ambazo hazijawahi kutokea kuliko za wenzetu, kwa sababu tunaishi kwenye kizazi kilichojaa uharibifu na tunaishi kwenye generation ambayo injili imeshaharibiwa. Kwa hiyo tunapohubiri wahubiri wa kweli, na wengine wakati mwingine wako watu wanaweza kuona ni wale tu wapiga hela, ni wale wasanii, lakini si kweli. Tunahubiri katika mazingira ya namna hiyo, lakini bado hatutachoka na hatutaacha madamu waliokusudiwa kupata kweli na kuponywa katika hiyo mpaka tumefika kwenye kile Mungu alitupa. See you, God bless. Mungu akubariki sana. Namba za simu ziko hapo. Unaweza ukapiga simu, unaweza ukatuma ujumbe wako, lakini usisahau kushare, kucomment. Andika chochote hapo kwa ajili ya maono haya. Andika chochote hapo kwa ajili ya kutia moyo huduma hii. Mungu akubariki sana. Amen.